بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. نعم. فاليوم نحن أخذنا كلام العلماء. sio mtu aweza kuja na swali, na hili ni swali lazima sisi kama wanafunzi mara nyingine tuwe tayari kulijibu. Sawa? Manake nyinyi sasa msoma mambo kule mwisho kuna kitu mtasoma kinachofungamana na mughalatat. Yani mtu ataleta swali kwa namna isiyo sawa akijaribu kukufanya kuwa wewe uko katika makosa. Mathalan, mtu atakuja kuambia, lakini nyinyi haya yote ule nuku tangu nafikiri ile darasa iliyopita tulinuku maneno ya nani? Ya maulama tu. Sio? Tukasema dalili tutakuja kuzungumzia baadaye, kwa sababu kuna lengo. Ukimtajia mtu yale maneno ya maulama atakwambia, lakini huyu amemkhalifu nani? Tumi. Sasa hal naqtadi au hal na'khudh min rasulillah au na'khudh min ulamaikum? صح ام لا؟ نحن ما بغينا كلام العلماء، بغينا الكتاب والسنه. شوف، هذه الكلمه خطيره وهي في الحقيقه خبيثه في نفسها، وان يعني ظن كثير من الناس انه لا اشكال بهذه الكلمه، لكن هذه الكلمه خطيره جدا. اولا ليش؟ kwa nini tuseme wewe kusema kuwa hatutaki maneno ya wanazuoni, tunataka maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hii ni jambo hatari sana. Tutakuja pia tukizungumzia madhehebu. Jambo hatari kwa sababu la kwanza kabisa, nani aliyokuletea maneno ya Bwana Mtume? Nani aliyotuletea sisi maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni hao maulama. Sasa ikiwa kuna sehemu wewe utakuja kusema sitaki maneno ya maulama, natija yake ni kuwa mtu mwingine atakuja sehemu yote asema pia hatutaki maneno ya Bwana Mtume. Maana yake maneno ya Bwana Mtume yameletwa nani? والامر سهل، وكما قلت الامر خطير جدا. mfano mtu, yani tumepiga mfano katika mazaili ya madhehebu na nini, utaona mtu hajasoma anakuja anakuambia yani kuna sisi tulitolea mfano la ilaha illa Allah rasul. Kuna hadithi ya Bwana Mtume anasema zakatul janini zakatu ummihi. Hiyo hadithi imekuja kwa riwaya mbili, zakatul janini zakatu ummihi na zakatul janini zakata ummi. Zakatul janini zakatu ummihi, ama la, afwan, si hadithi hii, ni hadithi inayofungamana na aklu sayd. Yahrumu aklu lahidha yahrumu aklu kulli dhi nabin, ni haramu kula kila chenye kuwinda kwa kucha au meno. يحرم أكل كل ذي ناب. أنتم طلاب العلم وأنا قد ذكرت لكم هذا أظن سابقا، يمكن في مكان ثاني. أي شيء إذا أضيف إلى مصدر أو إلى اسم فاعل أو إلى اسم مفعول، هذا المضاف إليه هذا قد يكون فاعلا وقد يكون فعلا، قد يكون مفعولا. عرفتم هذا سابقا أو ما عرفتم؟ يعني tukisema يحرم أكل كل ذي ناب قد يقصد هنا يحرم أكل كل ذي ناب، يعني ni haramu kula, ni haramu kilicholiwa na kulli dhinab. Na inaweza kwa maana yake ni haramu kumla kulli, yani aklu kulli dhinab ay aklu shakhsi kulli dhinab. Rakizu ya ikhwani, nyinyi mwajua masdar, ismu fa'il, ismu maf'ul, na sifa mushabbah, hizi zote taamal amalish amal al-fi'l, sio? Kwa hiyo inayokuja baada yake ikiwa itafanywa idhafa, ile inayokuja baada yake kwa ni fa'il ama ni maf'ul. Sasa mimi nikisema mfano, rakiz, hadha darb mukhtar, hadha ama هذا ضرب مختار. تمام.
Darbu mukhtar ni pigo la mukhtar. Yaweza kuwa yeye amepiga na yaweza kuwa yeye amefanya amepigwa. Kweli morongo? Kweli morongo? Tumefahamu hapo. Sema hadha darbu mukhtar, aweza kuwa yeye ndo amepiga. Hata kwa ufahamu. Hili ni pigo la mukhtar. Pigo la mukhtar yaweza kuwa yeye ndo na yaweza kuwa yeye amepigwa. Sasa ile aklu kulli dhinab ni hivyo. Ima ni chakula chake, yani yeye amekula ama yeye ndo ameli. Hadithi ilipokuja hivi wakaifahamu maulama madhehebu yao kusema aklu kulli dhinab, yani wewe ni haramu ule kila chenye kuinda. Kwa nini? Kwa kucha. Yani ile aklu, yani kulli dhinab nini pale itakuwa kwa madhehebu yetu maf'uli, itakuwa imekuja kwa maf'uli, yani yahrumu an ta'kula anta kulli dhi. Madhehebu ya Imam Malik kwambia la, yahrumu an ta'kula kulla ma'kulin lidhi. Na ni haramu ule kila kilicholiwa na nani, yani uje upate mnyama simba amekuja akala chakula, basi ni haramu ule mnyama uje ule. Wakakhtalifiana maulama. Mimi kwa nini nimetaja hii? Nimetaja hii kwa sababu kuna mmoja wa wanafunzi alipotajwa hii hadithi akatajwa kauli ya Imam Malik akasema hii fahamu haiwezekani, hii fahamu iwe katika wanazuoni. Sema mwanachuoni, sio hata mwanachuoni, nasema hakuna mwanachuoni wa lugha aweza kufahamu hivi. Kwa ajili hajasoma, hajui kwa masdar inaweza kuwa mudhaf ila maf'ul na inaweza kuwa mudhaf ila, ambapo kwenye Qur'ani ziko nyingi sana. Wasemaje Mwenyezi Mungu kaf haya ain sad dhikru rahmati rabbika. Mimi mfano kwa nimeujua karibuni, kwa kitambo mimi najua mfano mwingine kwenye Qur'ani, lakini mfano huu ni bora. Sheikh alipotoa mfano alisema mfano huu umejumuisha mudhaf ila fa'il na mudhaf ila maf'uli, ndio ni mfano mzuri zaidi. Maana yake dhikru rahmati rabbika, kuna idhafa mbili pale, dhikru rahmati kisha rahmati rabbika. Dhikru na itaje dhikru rahmati, yani ni utajo wa rehma. Ile rehma ile rehma imetajwa ama imetajwa? Imetajwa. Kwa hivyo rahma pale ni maf'ul. Madhbuta au mش madhbut? Kwa irabu ni mudhaf ilayh. Kwa irabu ni mudhaf ilayh. Tuzungumzie kwa irabu, lakini imekuja kwa maana ya kisha rahmati rabbika. Rehma za nani? Ni yeye anarehemu ama anarehemewa? Ona hapa, kwa hivyo ni fa'il. Kwenye kipande tu maneno matatu tu unapata kaida ya kilugha kuwa hapa kuna idhafa ila, yani idhafa inaweza kuwa mudhaf ila fa'ilihi na inaweza kuwa mudhaf ila maf'uli. Lakini anakuja mwanafunzi, yani tuje sisi kama wanafunzi sema hatutaki maneno ya maulama, utakuja utaelewa wapi? Utaelewa wapi kuwa hii ni idhafa ila maf'uli, hii ni idhafa ila fa'il? Tutakuja tutakata maneno ya wanazuoni mwanzo, kisha utakuja watu baada yetu watakata maneno ya wanazuoni kulingana na nakli kwa bwana mtume, watakwambia hadithi hii haisihi. Kama walivyokuja baadhi ya watu wakawa wanakataa hadithi ya dhubab, idha waqa'a dhubabu fi na'i ahadikum falyaghmis, wakakata miaka kama 70 80 iliyopita. Tusikie sisi mashehe zetu wanasema sana, hata kwenye YouTube ukiingia utaona baadhi ya mashehe wa Masri walikuwa wanaashiria, wanasema baadhi ya watu wamekuja wajifanya wamesoma, wanasema hadithi ni makdhub na iko kwenye Sahih Muslim, sanad imeswihi, lakini wao wakwambia hadithi haiswihi. Bwana mtume hawezi kusema hivyo. Sasa wamekuja wanahukumu maneno ya mtume. Kwa nini? Ndio kama hao wanaosema hatutaki maneno ya maulama. Asla maulama ndio wametunukulia hizo hadithi. Mwisho mtakuja kusema hatutaki maneno ya Sahih Muslim. Imam Muslim si mwanachuoni, Bukhari si mwanachuoni. فهذا امر يعني خطير جدا. ثم شيء ثاني، فهمنا ليس كفهم هؤلاء العلماء طبعا، واضح جدا. Na katika majali yote ya maisha utaona daktari huheshimiwa. Ukienda kwa daktari akwambia 3 times 1, huwezi kufanya 1 times 3. Kweli morongo? Daktari amekwambia bwana, hii dawa wewe kula moja asubuhi, moja lunch, moja usiku. Mbona wewe ushaikusikia mtu anamuuliza daktari, nipe illa, kwa nini lile moja asubuhi, moja mchana? Nipe. Ushaikusikia? Mimi namuamini daktari, lakini Imam Shafi simuamini. Ile jikafiri labda, subhanallah. Lakini Imam Shafi pamoja na kujua tarjama yake, pamoja na kujua sira yake, pamoja na kujua ucha Mungu wake, hatumwamini. Mpaka mmoja wa mashaka alikuwa kunakuwa sema yule mmoja
amekwenda amesoma kidogo, kisha yake kwenye mimbar anasema qala ash-Shafi'i kadha wa qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam kadha, faman aula bil ittiba'i. Yani Imam Shafi'i anasema hivi na bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema hivi, basi tumfuate nani? Yani yeye sasa anataka kuonyesha watu kuwa sisi bwana Imam Shafi'i amekosea, ama Imam Shafi'i ni kikundi na bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Fahadha al-amr yani jambo kihakika, yoyote mwenye akili timamu, akili ndogo tu, akitumia akili yake ya kuzaliwa tu, atajua moja kwa moja hili ni jambo batil. Wewe utaona mara nyingine hizi inaitwaje hizi magari ama hata mabuilding, yule engineer akija kijenga kuna kitu kidogo anaweka sehemu fulani, mara nyingine do de la building anaweka kitu kidogo tu hivi, nenda kakitoe wewe. Sisi hatuthubutu kitoa. Yule engineer yule akwambia hii usiitoe, utafanyaje? Uitoi. Huwezi kubali itolewe. Utasema bwana, mimi yule expert ameniambia nini? Yule mjuzi ameniambia nisifanye nini? Mbona umwamini acha? Mbona umwamini? Kwani lazima umwamini? Mtu atahana dini, labda hajawahi kumsujudia Mungu, hata hujali. Lakini ikija kwa wanazuoni, nipe dalili. Kwa nini unasema akhi, mbona hunaheshimu? Tuko pamoja. Kwa hivyo hadha kalam, lakini hata wa ingila lakum hakadha, mtu akasema la, hata kama maulama wanasema hivi, mimi nataka maneno bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, la basi maafi. Leo sasa ndio tulikuwa tuzungumzia zile dalili. Asema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi tumeitaja leo mwanzo, asema man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddi. Hadithi iko katika sahih Bukhari, sawa, na imepokewa na Imam Bukhari, imepokewa na Muslim, imepokewa. Maana ya hadithi kwa ufupi, man ahdatha alozua fi amrina, katika hili jambo letu, ma laysa minhu, lile ambalo halitokani nalo, fa huwa rad. Basi hilo jambo linafanya nini? Linakataliwa. Yani mimi ajibu ninakwambia watu huja taona watu hii na hadithi ile ya kullu bid'atin dalala, ndio hadithi mbili kubwa wanazozitumia ndugu zetu. Lakini ukiangalia uhakika wa mambo, fahamu sagim jiddan, fahamu haya. Hii hadithi tukiangalia uzuri, kila maelezo, kila mazungumzo ina mantuki na ina mafhumu. Yani mimi nikikwambia njoo kabla ya saa 2, njoo madrasa kabla ya saa 2, maana yake usije kabla saa baada, usije baada ya saa 2, moja kwa moja fahamika, sio? Haya, nikikwambia bwana, wewe ukifanya chochote nitakupiga, ukifanya chochote maana yake usipofanya kupiga. Alhamdulillah. Tateni pole. Mwambie wewe ukileta mtu hapa nyumbani mimi nitakufukuza. Maana yake usipoleta. Sasa sikiza. Hii hadithi, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Mtakanyi wenyewe muiweke katika hii mifano ambayo nimepiga. Mimi nimekwambia ukileta mtu hapa nyumbani mimi nakufukuza. Naweza kukwambia kitu kingine, nikwambia hivi, bwana, ukileta mtu ambaye hatoki katika familia yetu mimi nakufukuza. Hii hadithi. Yani ngoja, mafhumu ya hii ibara. Mimi nimekwambia ukileta mtu ambaye hatoki katika familia yetu basi mimi nakufukuza. Maana yake ni ukileta mtu wa familia hakuna ishka. Tuangalie hadithi. Asema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha, yule mwenye kuzua fi amrina, katika jambo letu, yani katika dini, hadha min amrina, fi amrina ma laysa minhu, lile ambalo halitokani na hii dini yetu, fa huwa mafhumu al-kalam. Man ahdatha fi amrina ma huwa minhu falaysa marduda. Mafhumu mش مفهوم
بكل سهولة بكل صراحة. أنا مستغرب جدا ما يفهمون هذا الكلام. Asema bwana mtume, ukizua jambo, jamani hii lafzi ya bwana mtume ni wazi. Ukizua jambo ambalo halitokani na dini yetu, basi hilo jambo halifai. Maana yake ukizua jambo, maana hii ndio mafumu yake. Ukizua jambo ambalo linatokana na dini yetu, fa huwa makbul. يعني هذا كلام مفهوم او مش مفهوم يعني؟ هل فعلا هذا مفهوم او ليس مفهوما؟ لكن zuri mimi nawaambia maulama wa sunna, nyinyi mtashangaa, hawakutosheka na hii. Hawakwambia ipo dalili nyingine ya kuonyesha kuwa hii mafhumu ni sahihi. Katika hadithi imekuja na Muslim amepokea, Ibn Majah na wengi katika maulama na sahihi, wala haina aitwaje wasiwasi. Imam an-Nasa'i, Ibn Majah na Imam Muslim wasema man sanna sunnatan hasana falahu, tasangalia, man sanna sunnatan hasana falahu ajruha, yule ambaye atazua, atatunga, atajalia ada. Maana ukisema fulanun sanna shay'an, mtu amefanya jambo fulani ikawa ni ndia, maana as-sunna fi lugha ايش الطريق. السنه في اللغه الطريق. والنبي صلى الله عليه واله وسلم alipokuwa akizungumza, alikuwa anazungumza na Waarabu. Hizi istilahi zilizokuja atisiki fardh, mandub, makruh, hizi istilahi hizi zimekuja baadaye. Kwa bwana mtume akisema mfano an-nikahu min sunnati, nikah ni nini? Ni sunna yangu. Ma maana sunnati? Tariqi, njia yangu. Tumeelewa? Yani njia yangu si nini? Si washarati waliyad billah. Tumeelewana? Sasa bwana mtume akisema man sanna sunnatan hasanatan, mule mwenye kuzua, kuleta, kujalia, kufanya ada fulani, sunna ambayo ni nzuri, basi falahu ajruha, basi atapata nini? Ajri yake. Wa ajru man amila bihi, na atapata ujira wa yule atakayemuigiza, atakayefanya kwa ile sunna, min ghairi an yanqusa min ujurihim shay, basi na kupungua katika ajri zao kitu chochote. Na hii hadithi huendelea. Maana hii hadithi ukifasiri hivi tulivyoifasiri, yani ama ukimuuliza yule hana hii hadithi mwasemaje? Watakwambia nini? Baadhi yao utasikia kwambia hapa maana ya sanna ni ahya, ay man ahya sunnatan hasana, yule ambaye amehuisha sunna nzuri. Yani ni jambo kiusuli na shida nyingi. Yeye mmesoma kwenye usuli kuna hakika na majazi. Wala yajuzu alhamlu ala almajazi illa bidalil. Hufai wewe uje ufahamu kitu kwa majazi isipokuwa kwa dalili. Yani hufai kuja kusema hapa haijakusudiwa hii, imekusudiwa simba. Mfano wewe kusema raaitu asadan, wewe hufai. Al-asl ايش؟ al-asl al-haqiqa. Al-aslu fi al-kalami al-haqiqa. Mimi nikisema nimeona simba, yani mimi mtu anafaa kufahamu kuwa nimeona nini? Yule mnyama yule. Ukitaka kuja kusema simba ni shujaa, lazima ulete dalili. Mbona umefasiri kwa simba ni shujaa? Yani mimi niseme bwana nimeona simba, kisha katika kufasiri maneno yangu sema ameona nini? Shujaa. Utakwambia umekosea. Mpaka ulete dalili. Sasa hapa wao wakisema ile man ahya hawana dalili. Allahumma wataka kuepuka kukubali kuwa kuna kitu kipi, lakini haina neno. Lau tukasema hapa maana yake ni man ahya, kuna kipande cha pili cha hadithi. Asema wa man san sunnatan sayyi'a, na yule ambaye atatunga, ataanzisha sunna mbaya. Yule ambaye ataanzisha sunna mbaya hatwende. Manake wao wasema hapa man sanna sunnatan hasana ay man ahya, alohuisha, ilikuwa sunna imekufa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akafanya nini? Akaihuisha. Sasa hapa asema bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man sanna sunnatan sayyi'a, na yule ambaye sema atahuisha, moja kwa moja ni kafiri. Moja kwa moja ukisema kuwa hapa man sanna sunnatan sayyi'a umemaanisha alohuisha sunna mbaya, yani bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, moja kwa moja yule mtu ni kafiri. Hawawezi kusema hivyo, hawawezi. Niliwaambia mimi baadhi yenu, kuna mara mimi nilikuwa najiuliza hii hadithi hiki kipande cha pili wao huisherehesha vipi? Kama ile kipande cha kwanza anasema man ahya, hiki kipande cha pili kisha kuangalia mimi fikiri ni Ibn Baz ama Ibn Uthaymeen, naweza kwenda kuangalia kwenye Google ukisearch sharh ya hadithi, hakusherehesha kipande cha pili, amesherehesha tu kipande cha kwanza. وهذا واضح لا يمكن مستحيل. wewe kama hapa umesema man ahya, pale pia itabidi useme man, wama hadi yakubali hadha alkalam.
Sasa kuna ile hadithi kullu bid'atin dalala, sema bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu bid'atin dalala kullu dalalatin fi an-nar. Ile ni hadithi ni ama ama si ama? Ni ama, yani imeenea. Yeye wanafunzi tunazuoni, inshallah Mungu awajalie, mtujalie sote wanazuoni. Sisi wanafunzi tunajua maana ya am, yani ni kitu kilichoenea. Kullu yani ni kila, sio kullu, lakini ni yani maana yake ni kila. Lakini sote tunajua kuwa kuna vitu ambavyo ni am lakini vikafanywa takhsisi vingi tu kwenye Qur'an. Nasemaje Mwenyezi Mungu, waqtulul mushrikina, sio waqtulul mushrik, katika aya nyingi. Kisha uko wengine anakuambiaje Mwenyezi Mungu, la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fi din. Ile ni takhsis. Kule umeambiwa huwa wao. Inavyofahamika alif na lam ni katika alfadhul umum. Inavyofahamika mtu yote ambaye anaingia chini ya mushrik tinda yeye. Lakini la, Mwenyezi Mungu katika aya nyingine anakuambia la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum. Maana yake nini? Bwana angalia kule mnakuja maana ya ani waqtulul mushrikina illa alladhina lam yuqatilukum fi din. Ama waqtulul mushrikina alladhina qatalukum fi din. Hai takhsisi hii iko wala hakuna wasiwasi kabisa. Basi hapa tutakwambia kullu bid'atin dalala, ile ni am lakini ni makhsusi. Imekhasisishana nini? Maneno ya ulama la, imekhasisishana hii hadithi man sanna fil islam sunnatan hasana. Imekhasisishana ile hadithi man ahdatha fi amrina, yani mafhumu ya hii hadithi man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Fahadhi fi alhaqiqa hizi dalili mbili ndio dalili kubwa zaidi wanazozitumia ndugu zetu. Na ile kullu bid'atin dalala ni am, tuambeni makhsus. Ama hii ya man ahdatha aslan wao huitumia wakidhani ni dalili yao, kumbe kihakika ni dhidi yao hii dalili. Maana tutakwambia hadha ma laysa min ad-din. Tutakwambia sawa, bwana Mtume amesema ma laysa minhu, fa kaifa idha kana minhu. Na haiwezekani bwana Mtume aseme man ahdatha na iwe ni kitu tayari kilikuwa. Hebu fakiru, bwana Mtume alisema man ahdatha al-huduth ama al-ihdath, maana yake ahdatha yuhdithu ihdathan. Al-ihdath ni kuleta kitu ambacho ilikuwa. Kwa hiyo bwana Mtume aliposema man ahdatha, yaqinan ilikuwa ni kitu hakuna. Sio mtu aje aseme bwana Mtume hapa alikuwa hamaanishi vitu vipya. La, hapa alikuwa anamaanisha vitu vipya. Akasema ma laysa minhu. Asingetie ile ma laysa minhu, hapa ingebidi sasa tuseme hadha amun kisha khussisa bi man sanna fil islam. La, uzuri bwana Mtume ashakweka wazi, bwana atakaezua lile ambalo haliko, maana yake atakaezua lile ambalo latokana nalo. Marhaba. Na tutakuja inshallah tukimaliza, yani tutapata nafasi tutaeleza itwaje matendo ya maswahaba. Hii ni hadithi, upande wa hadithi tukaeleza zile hadithi. Tutaeleza matendo ya maswahaba, matendo ya salaf, na tutaeleza mpaka wao wale ambao wanajifanya wanakemea bid'a, wale wanaojifanya wanatutukana na kutuita watu wa bid'a. Tutaeleza matendo yao zaidi ya 10 ambao wao wenyewe wanafanya na wanakubali. Na husikii mtu kulia. Husikii mtu kabisa kulia. Tamam. La ilaha illa Allah. Kwa hivyo hadithi hizo mbili ndo haina, yani inatoa ishkali noama upande wa kufahamu hadithi. Fala ishkala mutlaqan. Sawa. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tuangalie sasa amali ya maswahaba. Je, maswahaba walijua kuwa hii ni mahsusi ama si mahsusi? Walikuwa wanachukua kullu ni kullu mutlaqan ama? Wajangalia. Kwanza hakuna waliompenda Mtume kuliko nani? Hakuna waliomfahamu kuliko. Hata kama leo kutakuja mwanachuoni sahihi labda, yani kwa Mungu si jambo kubwa, akati akawa ni msomi kuliko maswahaba. Inawezekana. Lakini hivyo vote wale wameishi nana wale vile ambavyo watamfahamu, si kama mtu ambaye atakuja baada ya miaka mingi. Manake wale hata kama inaweza kuwa yule mtu labda fahamu yake si kubwa, lakini anaona matendo ya nani? Ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuonyesha nini? Itakuwa ni hoja kwetu. Itakuwa ni hujja yani kwetu. Kwa hiyo tutazungumzia haya masala ya maswahaba, tutazungumzia kwa namna mbili. Wakati wa Bwana Mtume na baada. Ingawa hii kuzungumzia matendo ya maswahaba wakati wa Bwana Mtume huwa kidogo wao wana makhraj. Lakini tutaitaja, tuangalie mahali shahidi. Kwa nini tutataja vitendo vyao wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Fikiri mwajua hadithi mashuhuri. Siku moja katika swala Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoinuka akasema sami Allahu liman hamida, pale nyuma kulikuwa na mbedui. Yule mbedui akatilia nini? Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ard mil ma shita min shay
Tena mashallah wale wa Bedui subhanallah, yani wakiomba huwa wanawajidi, anaomba kisasa. Huko baada ya swala bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nasikia baada ya swala bwana Mtume akauliza, bwana nani amesema maneno yale? Nani amesema maneno kadhaa? Yule Bedui akaogopa, akajua amekosea, kadhani amekosea. Bwana Mtume akauliza takriban sallallahu alaihi wasallam mara 2 au 3. Mara ya 3 alipouliza, katika baadhi ya riwaya kule yule Bedui kusema ana ya Rasulullah. Katika baadhi ya riwaya akasema la, yule hakujitokeza, lakini Bwana Mtume akasema nimeona malaika zaidi ya 70 washindana kuandika nini? Thawabu zake. Basi yule Bedui hapo haraka, ya Rasulullah, mimi ndo ninasema. Na katika riwaya zikaja kusema kuanzia usiku Bwana Mtume hakuacha kusema. Hii imepokewa katika Sami Allahu liman hamida. Pia kuna kisa kingine imepokewa katika Allahu akbar kabira alhamdulillah kathira subhanallah bukratan wasila. Imepokewa. Haya, Saidina Bilal, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja ameamka asema, bwana mimi nimesikia nini? Nyayo zako, sauti za nyayo zako wapi? Peponi. Hebu niambie kuna amali gani wafanye? Akasema ya Rasulullah, mimi sitawadhi isipokuwa na nini? Na swala. Amefundishwa. Hizi zote ukiwatajia wale ndugu zetu, wao hukwambia hii kuna kitu nyinyi mmesoma msala wa hadithi. Hii inaitwa nini? Inaitwa nini? Inaingia katika part gani ya sunna hii? Iqrar. Inaingia katika nini? Katika iqrari ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inaingia katika nini? Iqrari. Basi watakwambia hii kwa hiyo si bid'a. Kwa ajili ni nini? Ni iqrari. Lakini hapo sipo mahallu shahid kwetu. Mahallu shahid iko wapi? Mahallu shahid ni kuwa sio kwa Bwana Mtume ameafiki. Sisi tutatumia hii kama dalili, sio kwa ajili tu Bwana Mtume amefika. La, sisi tutatumia kuonyesha kwa maswahaba walifanya mambo ambayo hadha mahallu shahid. Sisi tunafahamu bora ama maswahaba wanafahamu bora? Maswahaba wanafahamu bora. Na ikiwa wao waliishi na Bwana Mtume na bado walifanya mambo, angalia sisi hatukuishi kwa Bwana Mtume. Tunaweza kusema bwana, angalia waqi yetu ni tofauti na waqi Bwana Mtume. Wao wameishi na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kujua kuwa hakuna mkamilifu kama Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini bado kuna mambo walifanya ambayo Bwana Mtume hakufanya. Kwa nini? Kwa ajili walifahamu waf'alul khair. Kwa ajili walifahamu man sanna fil islam sunnatan hasana. Sisi hatusemi kwa hisi iqrari, tunajua hii ni iqrari, lakini lengo letu ni kuonyesha kuwa hawa walifanya jambo. Manake sisi watu waje tuambie nyinyi mtafanya vipi jambo ambalo Bwana Mtume hakufanya? Jamani, waliomfahamu Mtume kuliko nyinyi walifanya. Sawa, hii ni wakati Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lao mtu akasema ni iqrari, niliwaambia mara milioni, Ahlus Sunna wal Jamaa sio vitoto vimekuja ama watu tusitumie maneno labda ya lugha ambayo sio watu waliokuja miaka 200 au 300 iliyopita bwana wakaja na maneno hayana maana, hayana kawaida. Wanazuoni wa Ahlus Sunna ni watu tangu miaka 1100 1200 wako, kawaid zao ni madhubuti sana. Dalili kitu kimoja chaweza kuwa kina dalili 7 8 9 10. Kwa hiyo hata leo mtu atasema hii ni iqrari, kwa hivyo haingii katika nini? Katika bid'a. Tuambia marhaba, haina neno. Twende sasa katika afali za maswahaba baada ya nini? Baada ya kufariki kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha tuangalie alfadhi walizotumia katika kutoa hoja. La kwanza kabisa ni kujumuisha Qur'an. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Qur'an imejumuishwa. Bwana Mtume alikuwa haya ama hakuwa? Hakuwa haya. Haya. Sisi sote tujiulize, Bwana Mtume angeweza kuambia waijumuishe ile Qur'an ama angeweza? Angeweza, angewaambia kila siku, bwana angalia, hii ndio Qur'ani bwana. Kila siku aya kiongeza anaambia mtu haya ongeza, haya ongeza, haya ongeza. La, ilikuwa ikishukishwa anaambia wale maswahaba wale waandishi, miongoni mwao Saidina Muawiya, Saidina Ali, wale kutabul wahy. Anawaambia aya fulani imekuja, itieni katika sura fulani, itieni. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam takriban kabla ya kifo ni kama siku 9 ndio aya mwisho imeshuka. Baadhi ya riwaya, baadhi ya maulama wasema maulama wasira kwambia kabla ya siku 11 ndio aya mwisho imefanya imeshuka. Sasa Mtume angewaambia bwana ijumuisheni Qur'ani, hata kama atafariki kabla wao kujumuisha, lakini itakuwa ashawaambia. La, hakuwaambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, sasa tuangalie matukio wakati Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuangalie matukio ya maswahaba walisema nini? Rakish. Alikuja Saidina Umar, wajua vile vita vya Ridda na nini.
Alikuja Saidina Umar akamwambia Saidina Abubakar, bwana angalia Waislamu wengi wamefanya nini? Wameuawa. Wengi ni katika mahufadhi. Mimi naona bora tufanye nini? Hii Qur'ani sasa tuijumuishe kwa kuandikwa. Ndio utajua kuna watu wamehifadhi Saidina Zaid bin Thabit, Saidina Ubayy. Hao ni watu wamehifadhi Qur'ani yote. Na wengi katika maulama wasema pia wale al-ashara al-mubashirin bil janna, al-mubashirun bil janna wote pia walikuwa wafanya nini? Wamehifadhi. Lakini la sawa, sisi tuweza kufa kisha manake kushatokea vita na mahufadhi wengi wamefanya nini? Saidina Umar akamfuata Saidina Abubakar, na katika baadhi ya riwaya kwa Saidina Abubakar ndo alimfuata Saidina Umar. Yani hapa kidogo kuna hadithi imekuja kwa. Almuhim, sikiza swali la Saidina Abubakar kama wanavyotuambia ndugu zetu. Bwana mtume hakufanya. Kaifa naf'alu shay'an lam yasna'hu au lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vipi sisi tutafanya jambo ambalo hakulifanya? Rakizu jawabu. Hawakusema Saidina Abubakar amwambia Saidina Umar rakizu, manake hawakusema kuwa sisi ni khulafau rashidin, sisi ni khulafau rashiduna na tufaa kufuatwa pia tumepewa. Sikiza alisema nini Saidina Umar? Sikiza alisema wallahi innahu khair. Hoja rais, wallahi innahu khair, kwa hakika ni khairi. Tushapewa fahamu ya Saidina Umar ya ikhwani. Fahamu ya Saidina Umar ni hivi, manake tukiangalia matukio ni kuwa shay'un lam yaf'alhu Rasulullah ma hukmuhu. Saidina Umar haji kuambia ni bid'a. Saidina Umar anakuja kuambia hal huwa khairun am shar, fa idha kana khairan fa huwa ma'a, idha kana sharran la yuwafiq. Kwa sababu yeye ndo amekwenda kwa Saidina Abubakar anamwambia tufanye. Saidina Abubakar anamwambia lakini bwana mtume hakufa kama tunavyoambiwa sasa. Marhaba, ni swali limekubali, lakini ni nini? Saidina Umar akajibu kusema hiyo ni khairi. Saidina Abubakar akakinai. Sasa hapa ndo kubwa. Saidina Abubakar hakusema bwana kullu bid'atin dalala. Na kilikuwa yafaa hivyo jamani, kullu bid'atin dalala, asli ilikuwa isemo hivyo. La, Saidina Abubakar afham minna, afdal khalqi Allah ba'da al-anbiya. Saidina Abubakar akasemaje? Sawa, wakamuita Saidina Zaid bin Thabit, wakamwambia, akasema vile vile alivyouliza Saidina Abubakar, lakini bwana mtume hakufanya. Akaambiwa lakini ni khairi, akasema marhaba. Na ikawa ijmaa ya maswahaba, hakuna hata mmoja alifanya nini, alikhalifu hata mmoja. Ungesema labda basi wamekhtalifiana pia maswahaba, mimi nimechagua ile kauli yule. Maswahaba hawakukhtalifiana. Sasa nyinyi hapa mmoja mtu peleka mbio kweli kweli, kisa na maana fahamu yenu bora kuliko fahamu ya kina Saidina Abubakar na Saidina Umar. Ndio wanachotuambia manake. Hiyo ni katika kujumuisha aitwaje safu. Na moja kwa moja hii ni wazi jiddan, yani huwa wale maswahaba wameona chochote ambacho ni cha khairi ni cha kufanywa. Sawa. Haya. Nyingine ambayo haikufanywa pia katika mambo ambayo hakuyafanya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah yain, ni inaitwaje ile kupiga vita watu wa ridda, vita vya ridda na wale waliokataa kutoa zaka. Saidina Abubakar alipotaka kupiga vita, fikiri mmesoma sira, ilikuwa iko peke yake, yani masahaba wote wale ilikuwa hawakumuunga. Manake utafanyaje, utapigaje watu ambao wanasema la ilaha illa Allah, wale wanaotoa zaka au wamekataa kutoa zaka, utapiganaje na watu? Saidina Abubakar akafanya kiasi ya swala, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu, si ya swala afwan, ya shahada, hatta yaqulu la ilaha illa Allah. Sasa jamani, hata kula shahada la ilaha. Sasa jamani, bwana mtume amepiga vita wale waliokataa kutoa zaka. Saidina Abubakar alikuwa, na sio kwa alifanya yeye tu, mpaka akaweza kuwakinaisha maswahaba wengine kuwa hili ni jambo la khairi, hili ni jambo la khairi, na wakakinaisha na wakatoka na vile vita vyote wakavishinda. Hata kama bwana mtume hakufanya nini, hakulifanya. Kwa nini ulifanya na bwana mtume hakulifanya? Je, wewe ni bora? Yaani bwana mtume amefanya upungufu katika kubalighisha dini? Bwana mtume hakufanya upungufu. Maana yeye alikuwa ashatuambia man sanna fil islami sunnatan hasana.
maana umalasa kazi ya maswahaba hii. La ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah. Na maswahaba wana vitu vingi yani wamefanya. La ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah. Acha tuone. Kuna swali? Waabu alayhi tunawasi. Na sauti. Nasema kama makhalifa wamefanya tunawaambia wafuate mtume na makhalifa. Tutakuja hapo. Sasa sisi kwanza basi tukisema hivi kwa hivyo moja kwa moja tunajua pia kullu bid'atin dalala si am, yani ni am lakini ni nini? Ni makhsus. Yani kullu bid'atin dalala illa ma fa'alahu al-khulafa. Tukikubaliana hapa sawa. Kwa dili gani umesema illa al-khulafa ar-rashidun? Illa ma fa'alahu al-khulafa ar-rashidun li'annahu makhsusun bi hadithin يعني عليكم بسنتي صح مضبوط. نفس الكلام نحن قلنا أن هذا مخصوص بمن سن في الإسلام سنة حسنة. نفس الكلام بالضبط. mtu akisema lakini hii mfanywa na makhalifa ndio mfanywa na khalifa ni bid'a ama si bid'a, yani imefanywa baada ya wakati wa mtume ndio basi mbona haingii katika kullu bid'atin dalala? Atakwambia kwa sababu ya hadithi nyingine, na sisi pia tumekwambia kwa sababu ya hadithi nyingine. Manake yule ambaye atafanyia kazi hadithi ya kullu bid'atin dalala, asipofanyia kazi man sanna fil islami sunnatan hasana, tutamwambia mbona hapa umefanya upungufu, mbona kuna hadithi moja umeacha. Haifai, ni haramu uache hadithi, usifanyie kazi tu hivi kwa hawa zako, kwa shahwa zako. Manake wewe ukiamua kutoifanyia kazi man sanna fi sunnatan hasana, mimi pia nitakwambia ile alaikum bi sunnati pia siitaki. Kama wewe umekataa hii, pia ile mwingine atakuja kukwambia haitaki. Utasema mbona wewe yako ndio ichukuliwe na ile nyingine uitaki? La, alhamdulillah. Mimi naambia masala ya sunna hatuna wasiwasi. Hadithi zote ambazo zina uwezo wa kutolewa hukumu, maulama wa sunna wamezitolea hukumu. Yani wamejaribu kufanya istinbat. La ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah. Mwingine ile kadhia ya Saidina Umar na tarawih, kujumuisha watu mpaka wasomee na imamu mmoja. Mpaka kaja akasema ni'matul bid'ah hadi. Neema ya bid'a ni hii. Ngale. Tena akhi Saidina Umar ametusaidia sana. Maki lafzi ameitumia bid'a. Utake usitake. Sasa ukija ukiniambia lughawi nipe dalili. Nani amekwambia lughawi? Nani amekwambia? Ufahamu wako. Nani mimi ufahamu wako na mimi nimefahamu ufahamu Imam Nawawi. Nimefahamu Imam Shafi. Sasa wewe na Imam Shafi mimi nitukofahamu. Una lazima akhi nitukoe fahamu yako. Usinambie ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni urongo manake. Kivovote haiwezi kuwa wewe. Angalia. Manake ndugu zetu pia katika mambo nimewaambia mimi wana mughalata, wanapenda kutumia. Nasema bwana Mtume amesema hivi na Nawawi amesema vile, ama Mtume amesema hivi na Shafi amesema vile. La. Wewe umemfahamu Mtume unavyotaka wewe. Kuna Mtume amesema sallallahu alaihi wasallam. Kisha kuna na wewe ulivyofahamu. Sasa wewe Imam Shafi hajamkhalifu Mtume. Imam Shafi amekhalifu fahamu yako ya nani? Ya maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bikulli basata. Kwa sababu ya hiyo angalia. Mtu yote mwenye akili timamu katika jamii ya Kiislamu hawezi kuacha maneno ya Imam Shafi achukue maneno ya mtu amekuja zama zetu ama miaka 200 ama miaka 300 iliyopita, tena mtu laysa lahu ba'un fil ilm. Yani hadha gharib. Tamam. Haya. Lakini tutakuja hizo manake laini. Katika mambo ambayo yalifanywa na hapa ilikuwa nataka kunukuu maneno ya Ibn Hajar al-Asqalani. Ile hadithi ya Sami'a Allahu liman hamida. Ile hadithi ya Sami'a Allahu liman hamida ilikasema bedi anasema nini? Ibn Hajar alitia ta'liq pale. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, muhaddith amirul mu'minin fi al-hadith. Alisema nini? Wa hadha dalilun. Alisema nas yake la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah. Qala al-Hafidh lam tunkir sahaba la tukwatu. Anasema na hii ni dalili ya jawazu wastudilla bihi Ibn Hajar al-Asqalani anasema wastudilla bihi ala jawazi ihdathi dhikrin fi salati ghairi ma'thurin idha kana la yukhalifu al-ma'thur. Anasema na hii ikawa ni dalili. Yule mbedui alipozungumza kisha Bwana Mtume akamwambia bwana mnaona malaika wengi wataka anasema na hii ni dalili ya kuwa inajuzu wewe kutunga dhikri kando ya zile dhikri ambazo zimekuja kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sharti moja isiwe ina khalifu zile dhikri ambazo zime basi.
Hiyo ndio fahamu Ibn Hajar al-Asqalani. Kama mtamuita mubtadi ma fi ishkal. Inshallah Mungu anifufue mimi na yeye. Kisha wewe utafufuliwa na yule ambaye yotukhalifu. Basi. Mimi niko tayari kufufuliwa na Ibn Hajar. Wewe utafufuliwa na. Hai, tuendelee. Kuna baadhi ya mambo pia aitwaje wakati masahaba hapa wametaja maulama wa sira ni makamu Ibrahim. Makamu Ibrahim ilikuwa imeshikana na Al-Kaaba. Umekuja katika hadithi asema Sayyidatina Aisha kuwa makamu Ibrahim wakati bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa wapi? Kwa imeshikana na Al-Kaaba. Kisha Sayyidina Umar akaisongeza akaipeleka mbali kidogo na Al-Kaaba. Kwa sababu wasema Waislamu walizidi sasa ikawa tawafu kidogo ni shida. Maana kuna watu wataka kusali kwenye makamu Ibrahim. Kisha na kuna watu wataka kutufu. Basi akaisongeza mbali ili watu waendelee kutufu zao na huku makamu Ibrahim watu wanafanya nini? Wanaswali nyuma yake. Basi. Hakuna masahaba wamepinga, hakuna mtu amefanya inkari wala kama jambo halina wasiwasi kabisa. Subhanallah. Ni jambo ambalo limefanywa wakati wa masahaba. Hal fa'alahu Rasulullah? Lam yaf'alu, lakin innahu khair. هذه هي الحجة الحجة الوحيدة. Wajua pale kwa nini mimi nimekwambia alaikum bisunnati, yani ama kwa nini nimekwambia tuangalie jawabu la sahaba Saidina Abubakar, Saidina Umar kuhusu kujumuisha mswahafu. Hawakusema sisi ni makhulafa ar-rashiduna na bwana Mtume amesema tufuatwe. Lau wangesema hivyo ingekuwa story imekwisha. Wao hoja yao haikuwa kuwa sisi ni khulafa ar-rashidun. Hoja yao ilikuwa nini? Innahu khair. Hili ni jambo la khairi, ni jambo zuri. Hiyo ndio ilikuwa hoja yao. Hada hujjatuna. Hai pia ndio hoja yetu. Hai. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hai. Hizi takriban umuman ndio afali za maswahaba ambazo utaona walifanya baada ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hakukuwa na pingamizi na vitu ni vingi. Uhakika ni kwa vitu ni vingi. Miongoni mwao ni kuanza ilmu ya nahau naama, kuanza kutunga ilmu ya nahau. Saidina Ali alimwambia yule Abu al-Aswad ad-Duali, alimwambia aanze kutunga elimu ya nahau. Nafikiri kisa mkijua yule Abu al-Aswad ad-Duali alikuwa na binti, sio kisa mashuhuri wa mustawa wenu yafakuwa kisa mashuhuri. Basi akaenda kashtaki kwa Saidina Ali. Saidina Ali akamwambia andika wanhu hadha nah, na uanze uchukue ndia hii, upite njia hii. Kisha akamwambia al-kalimatu thalathatu anwa ma aqsam ila akhiri ma hasab. Kwa hiyo hivi ni vitu wakati wa masahaba. Kuna vitu wakati wa matabiina. Ndio tuje tutoe ile fikra ya twaje ya khulafa ar-rashidun peke yake. Yaani wao ndio wanaruhusiwa kutunga kitu. Ngoja tuone tabiina. Ilmu ya usuli haikuwa wakati wa masahaba. Ilmu ya fiqhi hivi ati sijui bwana hii ndio ngozo ya swala, hizi ni masharti, haikuwa. Kwani bwana Mtume alikuwa hawezi? Kwani masahaba alikuwa hawezi? Mbona hakusomesha? Tuambieni. Mbona nyinyi msomesha? Mbona mashekhe zenu wasomesha? Nani analeta elimu ya mustalahul hadith? Bid'a zote hizi alhamdulillah hazifanywa na lao zingefanywa na khulafa ar-rashiduna. Lao zingefanywa na khulafa ar-rashiduna ingekuwa hatuna sei. Ingekuwa tumefungika. Hivi ni vitu vimefanywa zama za matabiina na tabi'in. Kuandika, kutunga vitabu vya fiqh, kutunga matafsiri, kutunga mustalahul hadithi, kutunga shuruh za hadithi, elimu zote. Wewe tagua elimu gani? Manake ukija ukisema mantiki watakwambia mantiki haifai, haina neno. Hatutaji mantiki. Tutasitaji mantiki. Usuli yafama haifai. Wakisema haifai haina neno. Fiqhi yafama haifai. Hakuna mwenye akili timamu kwambia fiqhi haifai. Marhaba, fiqhi ilikuwa kwa bwana Mtume? Haikuwa. Kwa nini mmekubali? Hii wakati wa matabiini. Hii ni wakati wa matabiini. Ilikuwa baadhi ya matabiini wanaketi wanasherehesha hadithi tu. Wanasherehesha hadithi peke yake. Wengine wanaketi wanaleta tafsiri ya Qur'ani. Haya ni mambo hayakuwa yani hayakufanywa na khulafa ar-rashidun. Bid'a wala yunkirha ahadun biijma' al-umma. Sasa nyinyi ikiwa mtakataza tuleteni dalili jamani. Tamam, wazi?
La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nasema Maulana ashakuja. Nataka tumalize. Sasa zimebaki ama yamebaki matukio yani waliofanya hawa watu wa zama zetu, ama tuseme wanayoyafanya wao ambao wanadai kullu bid'atin dalala, wanayoyafanya wao na kihakika kufanya na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa inshallah tutazungumzia hizo na itakuwa ni haraka kuzitaja tu na kuzieleza mara moja, kisha tutamalizana nafikiri na kadhia ya bid'a. Takuwa nafikiri takriban darasa 4 leo. Leo ya 3 kuhusiana na bid'a. Nafikiri itakuwa imetosha. Yani kwa hivyo kutoka hapa tutazungumzia yale masaila ambayo pia na khilafu, tuseme masala ya maulidi, masala ya zefe na nini. Tutazungumzia moja moja, lakini umuman sasa hata lau tusipozungumzia tukaghafilika, dalili amuna munazo, dalili amuna. Sawa. Allahu a'la wa a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad an-nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.